Update kidogo kuhusiana na safari yetu ya Lilongwe. Safari ya Lilongwe tumeshaitangaza utaratibu wake na tumeshaanza kukusanya nauli, na niko hapa kuwathibitishia na kuwatangazia wanasimba kwamba tayari gari ya kwanza imeshajaa. Tayari watu 57 wameshalipa nauli zao na gari hiyo imejaa, na sasa tunafungua ukurasa wa gari jingine kwa muda mfupi hivyo. Ndani ya muda mfupi tumetangaza Jumatatu, Jumanne hatukufanya kazi kwa sababu ya sikukuu. Leo Jumatano tumeingia ofisini, tumekusanya oda, kila mtu anatuma 200,000 yake, anatuma passport yake, tunamweka hapo walete. Gari ya kwanza imejaa, sasa tunakwenda kujaza gari nyingine ya pili. Wale wote ambao wana dhamira, wana nia ya kutaka kwenda Malawi, kwenda kuishangilia Simba yao, muda wa kutuma nauli zao ni sasa, na mwisho ni tarehe 1. Lakini kama gari ya pili itajaa mapema, maana yake hatutofika tarehe 1. Tukijaza gari ya pili mapema, tunafunga ukurasa, tunaangalia mambo mengine. Vigezo cha kwanza, lazima uwe na passport, kwa maana hati ya kusafiria. Kutokana na ufinyu wa muda, basi ukienda uhamiaji unapewa passport ya dharura, temporary passport ya karatasi. Ile inakuruhusu wewe kuingia na kutoka Malawi. Kwa hiyo kama unahitaji kwenda Malawi na hauna passport ya kitabu, basi nenda uhamiaji, nenda kachukue passport ya dharura. Ukishapata passport yako, njoo Simba Sports Club, lipa 200,000 yako. Baada hapo fuatilia kadi ya chanjo ya manjano. Ukienda kwenye hospitali nyingi hapa Dar es Salaam ama hata nje ya Dar es Salaam, unapata kadi hiyo. Kwa kufanya vipimo unakuwa umetimiza vigezo na masharti vya kwenda Malawi. Mbeya tayari wameshaanza utaratibu wao nauli wameweka shilingi 130,000, ambayo hiyo inahusisha usafiri kwenda na kurudi pamoja na passport na hati ya kusafiria. Mbeya wameungana na mkoa wa Songwe kuwa na safari ya pamoja. Kwa hiyo kwa mtu yote wa Mbeya ambaye anahitaji kujumuika kwenye safari hiyo, awatafute viongozi wa Simba mkoa wa Mbeya, awasilishe nauli zao kwa viongozi, na wao tutakutana nao mpakani Kyela kuelekea Malawi. Watu wa wilaya ya Kyela, Tukuyu na Rungwe na wenyewe vile wamejikusanya kwa pamoja. Nauli yao ni shilingi 130,000, inayojumuisha nauli ya kwenda na kurudi, pamoja na passport na hati ya manjano. Kwa hiyo wale watu wote ambao wanahitaji kwenda, njia ziko 3. Njia ya kwanza ni kuondoka na sisi wa Dar es Salaam, ambao nauli yake ni shilingi 200,000, na njia ya pili ni kuondokea Mbeya mjini, na njia 3 ni kuondokea Kyela. Lakini watu wote tutakutana Kyela tarehe 4 ya mwezi wa 9. Tutavuka pamoja kutoka Kyela kwa maana ya Tanzania kuingia Malawi na safari ya kuitafuta Lilongwe. Tutafika Lilongwe tarehe 4, Mwenyezi Mungu akijalia. Tutapumzika tarehe 5, tutapumzika pamoja na kushuhudia mazoezi ya mwisho wa timu yetu. Tarehe 6 mechi. Baada ya mechi tarehe 6 watu wanarejea mahotelini kwa ajili ya kuoga na kula. Baada hapo tunaingia kwenye chombo, tunarejea zetu Dar es Salaam, na wale wa Mbeya wanarejea Dar es Salaam. Dhamira yetu ni kwenda na idadi kubwa ya mashabiki ili twende tukaipe support Simba yetu, asijisikie unyonge mnyama anapokuwa katika mji wa Lilongwe. Kwa hiyo nitoe rai kwa wale wote ambao wanahitaji kwenda, muda wa kulipa nauli zao ni hivi sasa. Na nauli hii Chiko, nikwambie, Simba tumepambana kuwapa watu nauli ndogo, sababu ukiangalia nauli ya kwenda na kurudi Lilongwe ni shilingi 360,000. Kwenda ni shilingi 160,000, kurudi 160,000, jumla 320,000. Nyie mmewezaje kushusha hivyo? Simba Sports Club lazima tuwajali watu wetu. Kwa hiyo tunapambana, tukipata mdhamini tunaongezea hapo, ikikosekana klabu inaongezea hapo, ili kuwapa nafasi watu wengi zaidi kwenda, sababu ukiweka 360,000 mzee, ni mlima mrefu. Talima angelipa hiyo. Justin
Mwakitalima Simba sana yule. Angejipambania tu akalipa, na yule ni muhimu kuwa naye kwenye safari kwa sababu lazima ashike bendera mbili. Ashike bendera ya Simba na ashike na bendera ya Tanzania pale. Kwa hiyo ni muhimu kuwa naye. Kwa hiyo ukiangalia bei tumeweka ambayo kumrahisishia na kumwezesha kila mtu aweze kusafiri. Tutakuwa na magari mawili. Gari moja ni la Changanyikeni. Yani full kelele na mzuka wa kutosha. Alafu gari nyingine ni la watu wa staarabu. Staarabu kama nani sasa? Kama mimi. Hapana. Ambaye hataki kelele. Na yule la Changanyikeni atakuwepo naye? Umo wewe utakuwa kwenye gari la Changanyikeni. Kwa hiyo mimi napenda kelele. Wewe unapenda kelele. Utakuwa na King Faida. Hapo sawa. Kwa ajili ya kupiga ngoma njia nzima. Utakuwa na kina Mwakitalima, utakuwa na kina Shabani Mpira Pesa, utakuwa na kina Asha Dimani. Asha Dimani anataka siti ya dereva. Kesho Mzwanda anakuja kulipia. Nitakuwa naye kwenye gari la watu wa nitakuwa naye kwenye gari la wastaarabu. Baby Mary utakuwa naye kule wewe kwenye wapenda fujo. Inatosha. Tuna misi mtu mmoja muhimu sana. Anaitwa Kwasa. Wakapu la magoli. Yule ana uwezo wa kuimba mwenyewe bila ngoma. Tuna miss, lakini yote kwa yote ni kwamba safari imesha taradad, na kwa sasa tumefungua ukurasa wa gari ya pili kwa wale wote ambao wanahitaji kusafiri na Simba kwenda zetu Malawi. Wakati ndio huu. Kwa kuwa gari yetu sisi itakuwa na kelele, ndio itaitwa X Factor car. Sawa, tufanye hivyo. Kwa hiyo mpaka sasa tutakuwa na msafara wa magari yasiyopungua 5. Mawili kutoka Dar es Salaam na 3 kutoka mkoa wa Mbeya na Tunduma. Kwa hiyo utakuwa ni msafara mkubwa, na kwa sisi wa Dar es Salaam tutopanda costa. Ni mabasi makubwa, safari ndefu hii, watu wakae wa enjoy na vitu kama hivyo. Na hakuna masharti kwenye safari yetu. Kwa sababu ni safari ya kiburudani, ni safari ya starehe. Kwa hiyo una vitu vyako njoo navyo. Sijui umeelewa bana. Una muziki wako njoo nao. Yani watu wanasafiri huku wana enjoy. Una mpango kazi njoo nao. Mimi. Na watangazia watu. Usikae kinyonge. Lazima. Na tulikuwa tunapitia majina pale. Naona wanaume wengi sana kwenye safari yetu. Angalia vizuri. Wapo. Kwa hiyo bana, mambo yanakwenda vizuri na tunatarajia Mwenyezi Mungu akijalia safari yetu itaanza tarehe 3 usiku majira ya saa 1. Tutaondokea Ubungo kwenye kituo cha mafuta cha Engine mkabala na Ubungo Plaza. Saa 1 kamili safari inaanza, kwa sababu tunapita hii Morogoro Road. Tunafahamu changamoto zake za foleni na nini. Kwa hiyo tukatekate foleni hiyo. Chakula cha usiku cha kwanza tutakula msolo pale. Tutanyosha miguu kidogo, atapata chakula cha usiku. Safari itaendelea, tutakwenda tena Morogoro mjini. Watu watapata chakula tena pale sanjari na kuongeza kama ni vinywaji, kama ni maji na vitu kama hivyo. Tukitoka hapo ngoma isambe mpaka Ruaha Mbuyuni. Tukitoka Ruaha Mbuyuni ngoma isambe mpaka Makambako. Tukitoka Makambako hapo safari ni mpaka Kyela. Tukifika Kyela sasa kabla ya kwenda Kasumulu mpakani, tutakwenda Kyela kwanza, watu waende wakapata nafasi ya kuoga, kula. Wenzetu wa Kyela wametuandalia utaratibu maalum kwa wale ambao tulisafiri kwenda Malawi wanakumbuka. Wakati tukwenda Zambia. Tulipofika pale boda, wekundu wa Tunduma walituandalia utaratibu, sehemu ya kuoga, sehemu ya kula. Kwa hiyo mwendo ni huo. Tafika pale, takula, kila mtu pale ataoga, atabadilisha nguo, atafanyaje, kisha tunaingia tena kwenye magari, safari kuitafuta Lilongwe. Kutoka mpakani pale Kyela, Kasumulu mpaka Lilongwe ni kama kilomita 400 fulani tu hivi. Yani Dar es Salaam Gairo fulani hivi kama niko sawa. Kwa ni masaa machache tu pale na kushaingia Lilongwe na kwenda kuikamata Lilongwe.